shikamoo huko ulipo. Na najua hata ningekuuliza hapo ungeniambia dogo, ruksa, ndio mimi. Rais mstaafu mzee Mkapa, maarufu mzee wa Ukapa. Na hakika hata huko alipo ningemuomba, sikuwahi kupata nafasi hiyo, lakini ningemuomba angeniambia nenda kwa ukweli na uwazi. Pamoja na wengine wote, itifaki imezingatiwa. Mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kaifaje? Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nimesimama mbele yenu kwa unyenyekevu mkubwa. Mimi naitwa Makongoro Nyerere. Muda wetu ukiruhusu, maana nipende au nisipende, leo lazima nijitambulishe kwenu iwezekanavyo. Muda utaruhusu. Lakini sasa hivi kwa kifupi, mimi naitwa Makongoro Nyerere, mbunge wa Afrika Mashariki, mwenyekiti wa wabunge wa Tanzania wanaowakilisha Tanzania katika bunge la Afrika Mashariki. Nimetayarishiwa hotuba hapo. Mnaiona? Nzuri kweli. Lakini kwanza mimi naomba hebu kwanza tuzungumze kuhusu utaratibu. Kuhusu utaratibu kwanza tuelewane, nimekwisha simama hapa. Nina nia ya kutangaza nia, lakini bado sijatangaza nia. Tumeelewana? Leo kwa unyenyekevu mkubwa nimekuja mbele yenu. Ninayo nia ya kutangaza nia, lakini bado sijatangaza nia. Na ningali sijatangaza nia, ndio nachosema. Hebu kwanza tuzungumze kuhusu utaratibu. Utaratibu ambao mimi ndicho chama nitakachopita kugombea, Chama cha Mapinduzi. Utaratibu wake ukoje? Mnamo tarehe 23 ya mwezi Mei na tarehe 24 ya mwezi Mei, Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama cha Mapinduzi ilitoa ratiba. Ilikutana Dodoma mwezi wa 5. Ikatoa ratiba. Tulitangaziwa kabla ya halmashauri hiyo kukutana, tulitangaziwa kwamba kutakuwepo agenda nadhani 4. Agenda mojawapo ilikuwa ni kututolea ratiba sasa na kutuambia kwamba kuanzia tarehe fulani hadi tarehe fulani mnaotaka kugombea nafasi mbalimbali, udiwani, ubunge na uongozi wa juu wa nchi yetu, mtaanza kufanya shughuli hiyo. Kama mnakumbuka vizuri, walisema agenda mojawapo katika hizo agenda 4, Halmashauri Kuu ya Taifa itapitia rasimu ya ilani ya uchaguzi. Itapitia rasimu ya ilani ya uchaguzi. Rasimu ile inaandaliwa na kikundi cha wataalamu wakiongozwa na kaka yangu mpendwa anaitwa Steven Masato Wasira. Ndio mwenyekiti wa kamati inayotengeneza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, ambayo tutaitumia mwaka 2015 hadi 2020. Ilani haijatoka. Ilani ile ndio inazungumza mambo yote ambayo mgombea wa Chama cha Mapinduzi anatakiwa sasa aende kuyanadi. Mambo ya elimu yako mle, ajira za vijana ziko humo, kilimo kwanza
kipo humu. Michezo na wasanii iko humu. Madini, viwanda na biashara, utalii, kila kitu kiko pale. Rasimu ile itapitiwa tena mwezi wa 7 na halmashauri kuu ya taifa. Ikishapitiwa na halmashauri kuu ya taifa, bado haina baraka kuanza kutumika au kuanza kutajwa. Inabidi mpaka ipelekwe kwenye mkutano mkuu. Mkutano mkuu utakaa tarehe 11 na tarehe 12. Tarehe 11 katika agenda mojawapo za mkutano mkuu ni kuisikia ile rasimu na kuithibitisha na kuipitisha. Chama cha Mapinduzi kina utaratibu wake. Chama cha Mapinduzi kinaongozwa kwa pamoja. Sizuki mimi Makongoro Nyerere na rafiki zangu ambao tumeandaliana hotuba nzuri, nikaanza kuzungumza kabla ya ilani ya uchaguzi. Hiyo hotuba yangu ikipishana na ilani ya uchaguzi, wa kulaumiwa nani? Mimi mpango wa kulaumiwa sina. Sikuja hapa kwenu kabla ya ruksa ya Chama cha Mapinduzi kuanza kusema kilimo mimi nitafanya hivi. Mimi nani? Maana tunapoongea hapa, mimi nataka leo niseme ukweli au niseme uongo? Ukweli. Kama mnataka niseme uongo, mniambie bwana, nifunge virago niondoke zangu. Tutakapozungumza ni kwamba niko hapa kukiri kwamba sehemu ya tatizo kubwa la Chama cha Mapinduzi ni kuto kufuata utaratibu. Na niseme mapema, ukiona hapa duniani kuna kazi inaombwa kwa utaratibu, halafu wanajitokeza watu wanaujua ule utaratibu, hawaombi hiyo kazi kwa kufuata utaratibu, hao wasitukie mapema sana, hawafai. Sisi amoya. Kazi hii ambayo nimekuja kutangaza, baadaye nitatangaza nia kwamba nikija nikaiomba kazi hii ina utaratibu wa jinsi ya kuiomba. Huyombi ovyo tu. Hiyo ni sasa. Hamunisikii? Hamunisikii vizuri? Maana hii mimi naona inanishika jezi, ukitaka nisikie wewe. Na sehemu ya utaratibu wa kuomba kazi hii, utaratibu mmoja wapo ni kusubiri. Unaambiwa subiri, iko siku kwa niaba ya halmashauri kuu ya taifa au katibu mkuu au katibu mwenezi wa taifa atasema tarehe ya kuanza kufanya kazi hii ni kuanzia tarehe fulani, kuchukua fomu mpaka tarehe fulani. Kweli au si kweli? Halafu unakuta mtu mwingine anaitaka kazi hii kaianza kabla ya kuambiwa hiyo tarehe, yeye kishaanza. Huyo mtu msitukie tu. Ukiona mtu anaomba kazi ambayo kuombwa kwake inatakiwa iombwe kwa utaratibu ule yeye anaujua lakini haufuati, siku ukimpa mtu huyo kazi, biashara ya kwanza atakwenda pale ni kufuta ule utaratibu kabisa, kutafuta utaratibu wa kwake, akae mpaka awe mfalme wa nchi. Usimpe hiyo kazi. Sikuja leo kuzungumza majina ya watu, lakini sasa nitafanyaje? Mifano yenyewe ndio inafanywa na CCM.
Mifano inafanywa na CCM. CCM wanafanya mambo, ukiwatafuta wapinzani ukawa unawasingizia. Mambo yote yako hapo. Na yanafanywa na viongozi wa CCM ambao wameshiriki kuweka huo utaratibu. Ni viongozi wetu ambao wana vikao vya maamuzi vya kuamua huo utaratibu. Juzi nasikia kaka yangu mpendwa Edward Ngoyai Lowassa Arusha. Kuna tatizo gani? Okay. Nasikia kaka yangu mpendwa Edward Ngoyai Lowassa ametangaza nia. Na alipotangaza nia, naye alikuwa na rafiki zake kama hivi tu. Wakamtayarishia mambo, mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya hivi. Unajua kaka zangu wananifahamu. Si nilikuwa nao miaka 5 halmashauri ya taifa. Abarikiwa na mkutano mkuu. Wewe unatangulia kimbele mbele. We nani?